nitachangia katika maeneo mawili. Moja ya changamoto jimboni kwangu, lakini la pili nizungumzie kuhusu bwawa hili la Kidunda. Kule Kinondoni nina matatizo katika kata 3. Changamoto katika kata ya Makumbusho, kata ya Mwananyamala na kata ya Nanasifu. Kuna maeneo maji hayatoki. Lakini jana tulikuwa na semina, wabunge wa Dar es Salaam, wabunge wa Pwani, tulikutana na viongozi wa DAWASA. Nataka nikuambie kuwa nimehakikishiwa na viongozi wa DAWASA kwamba wanakwenda kutatua matatizo haya, na nimepata ushirikiano mzuri pia kutoka kwa meneja wa Magomeni pale, na vile vile niseme kwamba ushirikiano ambao tunaupata kutoka DAWASA hakika pia unakufanyia kazi zako zinakuwa nyepesi katika kuwatumikia wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Naibu Spika, nimemsikiliza Mheshimiwa Waziri kuhusu bwawa la Kidunda, kwamba bwawa hili linakwenda kugharimu shilingi bilioni 329.4 na kwamba litakwenda kusaidia kuwahudumia watu wapatao milioni 11. Ni jambo zuri sana. Lakini jana wakati tukizungumza na viongozi hawa wa DAWASA, walitufahamisha kwamba mipango ya awali ilikuwa bwawa hili likamilike Juni 2026, lakini kutokana na fedha kupatikana kidogo kidogo, cash flow, na kwamba kwa kuwa tunatumia fedha za ndani, yawezekana tukaenda mpaka 2027, na pia hiyo 2027 itategemea sana upatikanaji wa fedha. Lakini nilipata faraja pale walivyosema kuwa wao wameanzisha mazungumzo na benki ya TIB, na benki ile inaonekana iko tayari kuweza kutoa fedha kwa minajili ya kuweza kusaidia bwawa hili liweze kukamilika kwa wakati. Sasa pamoja na hayo, tume ya mipango imekubali huu mpango, wameukubali. Sasa hivi hoja hii iko Wizara ya Fedha. Sasa nawaomba serikali, naiomba Wizara ya Fedha, na nakuomba Mheshimiwa Waziri, endelea kuwa king'ang'a maana yake king'ang'anizi. Endelea kuwa king'ang'a ili hizi fedha ziweze zikatoka, kwa sababu ni mkopo ambao TIB wameukubali. Hatuna haja sasa ya kusuasua, kwa sababu tukitegemea hizi fedha kidogo kidogo hakika hatutafanikiwa, na Dar es Salaam inakuwa na inahitaji maji. Hebu angalia, mpaka tunavyozungumza wakandarasi wanadai bilioni 32.2 na consultant wanadai bilioni 1.56. Sasa ukiangalia huku tuna madeni, lakini huko tunahitaji fedha kujenga huo mradi ambao wenyewe umefikia 28%. Hata hiyo matarajio kwamba itakapofika mwaka 2026 au 2027 kwamba mradi huu utakamilika, yawezekana kabisa tusiweze tukafikia huko. Lakini nimependa vile vile mpango huu unakwenda kusaidia kujilipa wenyewe, unakwenda kugenerate, unakwenda kuzalisha megawatt 20. Maana yake kwa kuuza umeme ule tayari uwezo wa serikali kulipia gharama za mkopo uko pale. Hivyo hatuna haja ya kutia wasiwasi kwamba mradi huu utakwenda labda kudisturb utaratibu wa cash flow. Mimi maombi yangu, ninaomba serikali iweke kipaumbele ili mkopo huu wa TIB uweze ukatolewa na hatimaye kuweza kupata mradi ukamilike hata ikifika 2027. Mheshimiwa Waziri, ni wapongeze sana kwa mara nyingine tena na niunge mkono hoja hii. Asante sana Mheshimiwa. Asante Mheshimiwa Engineer Ezra. Mheshimiwa Waitara. Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi nikushukuru kwa kunipa nafasi, lakini kipekee nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri na timu yake kwa kazi kubwa ambayo wameifanya, hotuba nzuri na